Katika mjadala huu tupo na Ayubu Bwanamadi, huyu ni mkurugenzi wa Marafiki wa Elimu kutoka pale mkoani Geita, lakini pia tupo na Dr. Conrad Masabo, mwadhiri wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Sasa twende kwanza kwa Dr. Conrad Masabo. Habari ya asubuhi kutoka hapo ulipo? Salama kabisa, habari ya Ngara? Ngara ni kwema kabisa, na tukaribishe sana katika asubuhi njema kwa siku ya leo. Asante sana. Kubwa kwanza, Dr. Masabo, tunahitaji kwanza tupate tu mtazamo wako kwanza kwa kauli ile aliyotoa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Asante. Nadhani kauli ile huenda imepokelewa hivyo kutokana na hali halisi tulionayo kwa sasa nchini. Lakini kauli ile mimi naitazama kwa namna mbili, na hususan kuhusiana na kwenda kujifunza VETA. Sehemu ya kwanza ni mtu ambaye amejiunga VETA kupata maarifa ya kuboresha shughuli yake. Kwa mfano, mimi naweza kuwa nimemaliza chuo kikuu, nikawa nimeamua kujiajiri kuwa babalishi au mamalishi. Sasa nikisema naenda VETA kujifunza namna bora ya kupika chakula, pale kauli ya Waziri Mkuu ina maana nzuri sana. Lakini inapokuwa kwamba mimi nimesoma chuo, halafu baada ya miaka 3 chuo kikuu au 4 nimerudi, nimekaa nyumbani, nimekosa cha kufanya, halafu kwamba niende VETA kama kimbilio, hapo kidogo inaleta ukakasi. Na inaleta ukakasi kwa sababu ya mambo, kwangu mimi kwa sababu ya mambo mawili. Moja, inatakiwa tujiulize, hivi ni kila mmoja anaweza kujifunza ujuzi unaopatikana VETA? Kwa sababu sio kila mmoja anaweza kuwa, kwa mfano ufundi, sio kila mmoja anaweza kuwa fundi. Jina lenyewe VETA maana yake ya Vocational Education Training Authority. Lile neno vocation maana yake ni wito. Kwa ni mtu anayeenda kujifunza ujuzi ambao anahuruka nao. Kwa mfano, mimi nahuruka ufundi wa magari, kwa naenda kujifunza ufundi wa magari. Lakini siwezi kwenda kujifunza ufundi wa magari kama kimbilio baada ya labda nia yangu ya kuwa mwalimu kushindwa. Hapo ndio kidogo inapoleta ukakasi. Ya pili, kama ni ujuzi wa kisekta, tujiulize vile vile, je, ni kila mmoja aliyetoka chuo kikuu anatamani huo ujuzi wa kisekta? Kwa mfano, mtu amemaliza miaka 5 ya udaktari wa binadamu, kazi zimeshindikana. Tunaposema aende VETA, aende kujifunza nini VETA kule? Ujuzi gani? Yeye tayari ana ujuzi wa kutibu binadamu. Kwa hiyo, na vile vile kama ni lengo la kupambana na changamoto ya ajira, mimi siamini kabisa kama ufundi wa VETA unaweza kuwa suluhisho la kudumu la tatizo la ajira Tanzania. Ni kwa sababu mimi ninavyotazama tatizo la ajira Tanzania, si kwa kiasi kikubwa sio tatizo la elimu, ni tatizo la ufinyu au udogo wa sekta za uzalishaji. Na hivi tumebakiwa na sekta kubwa ambayo ni ya serikali, ambayo haiwezi kuajiri watu wengi, na inapopata msukosuko basi nchi nzima tunakuwa kwenye msukosuko. Lakini tungekuwa na sekta pana kubwa zaidi ya uzalishaji, kwa mfano tuna viwanda vingi, tuna mashamba mengi, hili tatizo la ajira tusingeliona kama tunavyoliona leo, kwa sababu hivyo viwanda vingeweza kuchukua watu wengi zaidi, kwa sababu viwandani kuna kazi zinazohitaji ujuzi na zile ambazo hazihitaji ujuzi. Kwa mfano, kazi ya kupaki bidhaa kwenye maboksi, hauhitaji kusomea degree au kozi kupaki bidhaa kwenye maboksi. Unapewa mafunzo siku 2-3, unapanga vitu kwenye maboksi. Nadhani mimi kama ni tatizo la ajira, changamoto yetu ni sekta ya kuzalisha ajira. Tunategemea sana sekta ya umma kama chanzo kikubwa cha ajira. Kwa hiyo nadhani mimi naweza kulitazama kwa sasa hivi, naweza kusema kwamba VETA haiwezi kuwa suluhisho ya changamoto ya ajira, na ufundi sio kila mmoja anaweza kuwa fundi, na sio rahisi kila mmoja kujifunza ufundi. Sawa, asante sana Dr. Conrad Masabo, mwadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma. Samu, umesikiliza. Twende kwako, alafu tutamkaribisha mdau wetu mwingine. Dr. Masabo, kuna swali moja hapa nataka kupata uelewa. Inabidi niwe mwananchi wa kawaida sana.
amezungumza mambo kadha wa kadha na kuonesha kwamba VETA si suluhisho la tatizo la ukosefu wa ajira. Yeah. Nirudi kwao, wao ndio wanakuwa wakufunzi, wanakuwa wanawaandaa hawa ambao wanakwenda kupata vyeti vile vya juu. Dr. Masabo, wakati mnawafundisha hawa ambao wanatarajia kuchukua hivi vyeti vya juu, wakihitimu, mazingira yenu mnawaelekeza wanatakiwa kwenda wapi? Asante. Nadhani kwa mtazamo wangu, taasisi za kufundisha, kazi yetu mahususi ni kutoa yale maarifa tulioahidi kutoa. Kwa nadhani kipimo sahihi cha sisi kupimwa ni je, kama mwanafunzi amesoma shahada ya elimu, je, ana uwezo wa kufundisha? Kama ana uwezo wa kufundisha, hiyo ndiyo kazi pekee tunayoweza kufanya. Kudhani kwamba chuo kikuu au kuna chuo kikuu duniani kinamtafutia mtu kazi ni dhana ambayo sidhani kama inatekelezeka, kwa sababu wajibu wetu ni kuandaa watu, kuwapa maarifa mbalimbali. Sasa kuna changamoto ya kudhani kila maarifa yanaweza kufaa kila maeneo. Kwa mfano, sisi tunaandaa wanafunzi ambao ni wataalamu wa sayansi ya siasa. Kwa lugha nyepesi, hawa inatakiwa wajikite kwenye mambo yanayohusiana na sayansi ya siasa. Huyu mtu tukimtaka akatatue swala la mazingira, itakuwa ni kumpima samaki uwezo wa kuogelea kwa kumtoa nje ya maji. Kwa nadhani sisi tunafanya kazi ya kuandaa kwa ujuzi mahususi, na ndio maana shahada zina majina tofauti na ujuzi tofauti. Nadhani kipimo sahihi litakiwa kujiuliza, je, huyu mhitimu wa shahada kwa mfano ya uchumi chuo cha Dodoma, je, anakidhi vigezo vya mhitimu wa uchumi wa shahada hiyo hiyo chuo kutoka Makerere, chuo kutoka London, chuo kutoka Marekani? Tukiwapima hivyo, tungeweza kujua kama vyuo vyetu vinafanya kazi sahihi, na tusihusishe ujuzi na ajira. Hilo ni changamoto kubwa sana, kwa sababu ujuzi ni kitu kimoja na ajira ni kitu kingine, kwa sababu ajira kwa kiasi kikubwa inategemea soko la ajira na ukubwa wa soko la ajira lililopo. Okay. Sawa, Dr. Masabo, nafurahia Dr. Masabo anavyonipa ufafanuzi na uelewa. Kwa hiyo kinachotaka kufahamika hapa, Dr. Masabo, kwamba huyu atakaye kwenda kupata hivi, mimi naomba ni vyeti vya juu, atabakia pale pale, kwamba lengo ama akishahitimu ule ujuzi aliopewa ama yale maarifa aliopewa, ni jukumu lake sasa yeye kuweza kujua atatakiwa kwenda wapi, kabla tujaingia katika uhaba wa ajira, kwamba mimi nimepata vyeti vya juu na baada ya hapo ni jukumu langu sasa kujitafutia kwamba ule ujuzi wangu na ile elimu yangu nitakwenda kuitumia wapi. Nitakupa mfano mdogo. Naam. Naamini wewe wakati unajifunza taaluma ya uandishi wa habari, hukuwahi kufikiria kama ungekuwa unafanya kazi Radio PZ. Ni baada ya kuwa umepata ile taaluma ndio ulianza kujiuliza, hii taaluma yangu niitumie wapi? Kwa hiyo mwanafunzi tunapomwandaa, kwanza Tanzania tuna changamoto kubwa mbili. Moja, katika miaka hivi karibuni kumekuwa na shauku ya kwenda kusoma degree bila hata kujiuliza kwamba baada ya kuisoma hiyo shahada nitaitumia wapi. Okay. Kwa swali hili lilitakiwa mtu ajiulize kabla ya kuanza au kujiunga na chuo kikuu. Na hili swali inatakiwa hata huyu atakayeenda VETA ajiulize, huu ujuzi naoenda kuchukua VETA nitautumia wapi? Asipojiuliza hilo swali, tatizo tunalofikiria linakumba watu wenye vyeti vya juu litakuja kuwakumba watu wa vyeti vya VETA. Ni swali muhimu kujiuliza kwamba hiki ninachokisoma ninakipeleka wapi? Sisi vyuo vikuu tunapoandaa mitaala huwa tunafanya kitu tunaita stakeholder analysis. Huwa tunarudi kwa wadau na kuwashirikisha kabla ile mitaala kuidhinishwa. Na wale wadau huwa wanatupa maoni, ni kitu gani kinatakiwa, ni kitu gani tunapaswa kufundisha, na hivi tunapohitimisha ile mitaala na kuidhinisha huwa tayari tumepata maoni ya wadau. Sasa changamoto kubwa duniani ni kwamba elimu nyakati zote ni kama tunajifunza vitu vya zamani. Unayemfundisha leo, teknolojia kesho inabadilika. Tunampa msingi wa kuweza
kujinyumbulisha katika mabadiliko yatakayotokea walau takriban miaka 5-10. Huwezi kufundisha kesho. Elimu haiwezi kufundisha kesho. Inaweza kufikiria kesho, ila haiwezi kufundisha kesho. Kwa sababu hiyo kesho hatujaifikia, na huwezi kufundisha kwa kudhania. Kwa hiyo huyu mtu, swali kubwa tunaotakiwa kujiuliza kama Watanzania ni je, kabla ya kusoma shahada, je, nimejiuliza hiyo shahada ninayotaka kuisoma, naisoma niitumie wapi, kwa malengo gani, nikishaipata niifanyie nini? Haya maswali bahati mbaya tunakuja kujiuliza baada ya kutoka vyuoni, na ndio maana tunakumbwa na hii changamoto iliyopo kwa sasa. Sawa, Dr. Conrad Masabo, Samu umempata kwa uzuri kabisa. Nitadumu leo na Dr. Masabo. Tumkaribishe kwanza mgeni mwingine ambaye yupo. Tumkaribishe mdau wetu Ayubu Bwanamadi kutoka Marafiki wa Elimu mkoa wa Geita. Karibu sana katika asubuhi njema. Ayubu? Naam, asante. Radio Kwizera, dada Saumu pamoja na Dr. kutoka UDOM. Nimefurahi sana kwa sababu kuna vitu ambavyo ameshatangulia kuvisema, na nikijitambulisha tu, ninaitwa Ayubu Bwanamadi, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Marafiki wa Elimu mkoani Geita. Karibu Ayubu, na tukusikie pia kwa upande wako. Tumemsikia mwadhili hapa Dr. Masabo kaweza kuzungumzia swali, pointi ya msingi sana hapo ambayo nimeipenda. Kabla ya kujiunga na chuo, jiulize ujuzi huu nitautumia wapi? Nitaufanyia nini? Sio kwamba Saumu kasoma hiki na mimi nataka nikasome kile alichokisoma Saumu. Mwalimu na mimi nenda kusomea ualimu. Je, nitautumia wapi? Dr. Conrad kutoka Purdue na mambo mengi mazuri, nimefurahi. Ayubu, karibu pia tupate mtazamo wako kwa upande wako wewe ukiwa ni mkurugenzi mtendaji kutoka Marafiki wa Elimu hapo mkoa wa Geita. Asante. Jambo la kwanza ambalo tunajaribu kulitizama, tunaweza tukaitizama kauli ya viongozi katika mitazamo tofauti tofauti. Unaweza ukaitizama kauli ya viongozi kwenye mtazamo chanya, alafu ukaona kwamba inaenda kukupelekea katika fursa. Lakini pia unaweza ukaitizama kauli ya kiongozi kwenye mtazamo wa kawaida na ukachukulia ni jambo la kawaida. Lakini ukitizama kauli ya kiongozi katika mtazamo hasi, utabaki katika mtazamo hasi. Kama ambavyo mtangulizi ametangulia kusema hapa Dr. Masabo kwamba kabla huja kwenda kutafuta degree, jiulize masomo yale unakwenda kuyasoma unaenda kuyafanyia nini. Na mimi niseme tu katika mfumo wa VETA, yani unapojiunga na VETA tayari unakuwa umehiari kama ambavyo amesema Dr. Masabo. Kwa maana unapojiunga na elimu ya ufundi, kwa maana ni wito umewiwa kwamba sasa nahitaji kwenda kuchukua labda mechanics, nahitaji kwenda kuchukua electrical installation, nahitaji kwenda kuchukua plumbing and pipe fitting. Kwa hiyo haya yote tayari mtu anakuwa amewiwa. Sasa changamoto inapokuja, kwa maana tunaambiwa watu wa degree waende VETA. Lakini je, mustakabali wa watu wa degree kwenda VETA umeandaliwa? Ama wanaenda VETA kwa sababu tu ya kuambiwa wanaenda kujikomboa kiajira? Lakini tujiulize, ni wangapi ambao wamepita katika elimu hii ya vyuo vya ufundi na wamepata pass mark nzuri, lakini mpaka sasa hivi hawana ajira? Kama kukimbilia VETA ni kwa ajili ya kwenda kutatua changamoto ya ajira. Na ukitizama mustakabali huu, sasa ndio pale utakapokuja kuona hapa kila mmoja anapaswa kwanza apambane katika wigo wake. Mwenye degree yake ya uchumi, hebu apambane katika upande wa uchumi. Mwenye degree yake ya education, apambane katika upande wa education. Amesema hapa dokta, kwa maana kuna wengine wana science ya siasa. Hawa hebu watusaidie basi katika nyanja hiyo. Lakini tukisema wakimbilie VETA, bado tunaweza tukatizama katika mtazamo wa kawaida kana kwamba unawaongezea gharama nyingine. Kwa sababu sio kama wanaenda VETA kwa sababu wamepata sponsor ya kuambiwa labda ni ujuzi mkakati. Kwa maana nyinyi mna degree ya uchumi, lakini tunahitaji mkitoka kwenye degree yenu ya uchumi tuwatafutie sehemu ya kwenda kusimamia taaluma hii, labda viwanda vya mafundi umeme. Kwa hiyo mtu ataangalia uchumi wake, anaenda kupata ABC ili kila anachoenda kukisimamia kule akijue, kwa maana tunasema hii ni elimu ya mkakati. Lakini kama ni changamoto kwa sababu ya ukosefu wa ajira, huyu mtu aende VETA akatafute fani
Wangapi wanafani VETA lakini bado hawana ajira? Kwa hiyo ni katika mtazamo wa kawaida. Lakini tukitizama katika mtazamo wa kutafuta fursa, kwa maana kusoma bila ya kukoma, unaweza ukaenda VETA, lakini wakati huo je, ukitoka VETA umejua unakwenda wapi? Sababu hili nalo pia ni la kujiuliza. Wapo ambao watu wana degree zao na wanakuja kujiunga katika vyuo vya ufundi, na tunawapa elimu juu ya vyuo vya ufundi, kwa sababu pamoja na mimi kwamba ni mkurugenzi wa shirika, lakini pia ni mkufunzi katika vyuo vya ufundi. Kwa hiyo wapo ambao wanatoka, wana diploma zao, wana degree zao, na mtu anaona sasa, pamoja na hiki nilichokipata, lakini acha nende nikapate ufundi umeme, ili mwisho wa siku nikipambana na huku, lakini na huku pia nina ujuzi ambao nimeshikilia. Kwa hiyo huu ni mtazamo mwingine ambao mtu anaweza akaichukulia kauli ya Mheshimiwa Waziri kwamba mtazamo chanya, kwamba hii inaweza ikawa ni fursa. Lakini tunaweza tukapata mtazamo hasi, kwa maana nimesema mitazamo mitatu katika kauli hii. Tunaweza tukapata mtazamo hasi. Tayari watu wameambiwa wakimbilie waende VETA wakasome, wameenda VETA wamesoma, ndio pale tutarudi katika changamoto ambayo ameisema mhadhiri hapa kwamba wameshasoma VETA. Je, suluhisho la ajira litakuwa limepatikana ama tutakuwa tumeenda tu kuwapotezea muda? Mtazamo katika nafasi tatu, lakini pia tukawa tunamalizia katika mtazamo hasi, ambao tukibeba kauli katika mtazamo hasi ndio pale ambapo tutakuja kuona sasa, kwa maana watu wameambiwa waende VETA, lakini je, wakienda VETA wakimaliza hawatakuwa wamepotezewa muda wao? Kwa sababu bado tutakuwa tumerudi katika changamoto ile ya ajira, kwa sababu kama lengo wamemaliza, wana degree na hawajapata ajira, kwa hiyo VETA bado inaweza ikawa sio suluhisho. Kwa sababu pia tutizame kazi ndani ya ofisi, tunaweza tukaziweka katika makundi mawili, kwa maana kwenye clerical work na kwenye administrative work. Sasa tukiziweka kwenye clerical work, tunaweza tukawaambia hawa watu sawa, pamoja na yote mnatakiwa muende VETA kwa sababu ya hiki kipengele cha clerical work. Lakini tukibaki katika administrative, kwa maana degree zao zinaweza zikawaongoza kuweza kujua kabisa kwamba wanatakiwa wafanye nini kwa wakati gani. Na hapa sasa ndio pale tutakapokuwa tunakuja kupata sasa lengo ni nini. Yaani hapa napo panatakiwa pawekwe wazi zaidi. Lengo ni nini? Kwenda kusoma elimu ya kisekta, kwenda kusoma kwa sababu ya kupata elimu nyingine mtambuka ambayo wao wenyewe wanaweza wakafanya, ama kwenda kusoma kwa sababu tu ajira katika position walizozisomea zimekuwa ni changamoto. Kwa mfano, mtu amesomea daktari miaka 5, alafu unamwambia aende VETA akasome miezi 6. Yaani unataka kumwaminisha elimu yake atakayoipata VETA miezi 6 ni bora zaidi kuliko elimu ya daktari aliyokwenda kukaa darasani kwa miaka 5. Sawa, asante sana Ayubu kwa mtazamo wako, lakini tunajiuliza kwa nini sasa lakini pia tunajua kwamba kuna vyuo vya kati afu kuna vyuo vya juu. Unaona, kila sehemu yake na nafasi yake. Na wasomi hawa huambiwa kwamba kwenda VETA ni kama vile kauli, yani tafsiri yake ni kama umezalaulika, kwa nini mimi nirudi huko VETA? Turudi kwa mwadhili hapa, Dr. Masabo. Hii kauli ya waziri mkuu, kwa upande wako ukiwa ni mwadhili, sasa turudi kwa upande wako, unadhani kwamba alikuwa anamaanisha wenye degree zao wasome bila, yani ni kusoma bila kukoma au kusoma ili kupata fursa? Asante. Nadhani hapa ndiyo changamoto, kama mwenzangu alivyosema, hatujui lengo na mahususi la hiyo kauli ni nini. Tujiulize, kwa sababu VETA ni sehemu ya taasisi ya Wizara ya Elimu. Tujiulize, je, kuna utafiti wowote uliofanyika Tanzania ambao umetupa data za kuelezea kwamba VETA ni mafunzo muhimu sana kwa mtu aliyemaliza degree? Kama ni hoja ya elimu endelevu ambayo mimi naiunga mkono kabisa, kwa nini iwe VETA tu? Kwa mfano nitawaeleza hapa chuoni Dodoma, kwenye idara yetu ya sayansi ya siasa na utawala wa umma, tunatoa mafunzo ya elimu endelevu. Hivi karibuni tumetoa mafunzo juu ya misingi ya weledi wa itifaki na yani kuwawezesha watu wanaofanya kazi kwenye taasisi, Wizara ya Mambo ya Nje, namna ya kuendea masuala yanayohitaji itifaki. Hiyo ni sehemu ya elimu endelevu. Na ndio maana mimi sioni kama ni elimu endelevu sio lazima iwe VETA. Sasa hili swala kwamba ni lazima iwe VETA ndio linaacha maswali mengi. La pili, mimi nadhani tatizo la elimu endelevu huwezi kwenda mbele na kurudi nyuma.
ni lazima tujipange vizuri. Kwa mfano, mtu anapoanza darasa la kwanza, anamaliza la 7, anaanza sekondari. Je, hatuwezi kujua huyu ana mwelekeo upi mpaka tumsubiri afike elimu ya degree ndiye arudi? Kwa sisi kama mwalimu na kama mhadhiri, mimi nadhani kama ni swala la elimu endelevu, sio lazima iwe VETA. Na kuna vyuo vingi vinavyotoa mafunzo mengi zamani wakanaita mafunzo endelevu. Kwa mfano, walimu sasa hivi wameanza mitaala mipya, ilitakiwa tuwapeleke vyuoni tena wapate elimu endelevu, namna kufundisha hii mitaala inayoendana na elimu ya amali. Hiyo ndio dhana mimi naelewa ya elimu endelevu, na sio lazima watu wote waende VETA. Kwa hiyo nadhani kwa nini sasa inawezekana mtu akitazama mazingira yetu ya kisiasa, kiuchumi na kijamii ya sasa hivi Tanzania, tuna changamoto ya wimbi kubwa la vijana ambao wamesoma na hawana ajira. Wiki 3-4 zilizopita tunakumbuka kuna watu fulani, kikundi fulani kilijiunga pamoja na kuanza kuhamasisha kudai waajiriwe. Mimi nadhani katika mitifuano kama hii, nadhani ndio hii kauli labda imekuja kutoa suluhisho. Lakini mimi binafsi nadhani kwanza tukubaliane kwamba elimu ya VETA ina sehemu yake katika elimu yetu ya Tanzania. Elimu ya vyuo vya kati ina umuhimu wake katika elimu ya Tanzania, na elimu ya juu ina umuhimu wake. Sasa tusije tukaleta VETA kama lengo la kusema elimu fulani imeshindwa na VETA ndio suluhisho. Na kama alivyosema mwenzangu kutoka Geita, huwezi kusoma miaka 5 halafu kaja kukombolewa na miezi 6. Ukiona imewezekana hivyo, ujue basi hatuna utaratibu wa mipango thabiti ya namna ya kutoa elimu yetu. Kwa sababu huyu mtu aliyekaa miaka 5 akaja kuokolewa na elimu ya miezi 6, tumempotezea muda wa miaka 5. Angekuwa amefika mbali sana, na huenda angekuwa ameshajizalisha ajira nyingi na kuwaajiri wenzake. Okay. Kwa hiyo nadhani kuna haja ya kujiuliza, tusidunishe aina fulani ya elimu, na wala VETA isichukuliwe kwamba ni elimu ya chini. Elimu ya VETA ilianzishwa kwa malengo mahususi na kwa watu mahususi ambao wana hulka ya kufanya hizi shughuli zinazohitaji ujuzi. Na sio kila mmoja, mimi naamini sio kila mmoja atakayeenda VETA anaweza kupata ujuzi na anaweza kujiajiri kama tunavyosema. Kwa sababu siku ya wote tukienda VETA tuwe mafundi umeme, tunatengeneza huo umeme wa nani? Ni lazima wengine wafanye shughuli tofauti ili tuwezeshane katika kuendeleza maisha. Haiwezekani VETA ikawa, siamini kabisa kama VETA inaweza kuwa suluhisho. Asante sana mwadhili. Dr. Masabo, mimi nitabaki kwako alafu nitarudi kwake Ayubu pale Geita. Swala moja tu hapa la ufahamu. Tukitazama kwamba kuna hawa ambao wana elimu ya vyeti vya juu, elimu ya juu huko, asilimia ngapi ambao mpaka hivi sasa wapo mtaani na vile vyeti vyao? Na hawa ambao Dr. Masabo amesema kwamba wanasoma miezi 6, na Ayubu pia amekiri hilo, miezi 3, miezi mingapi, wameshaweza kupata nafasi ya kujiajiri? Yaani tukilinganisha huo uwiano ukoje? Na narudi katika swala la msingi alilozungumza Dr. Masabo, akasema tujiulize kwanza, mimi ninapotaka kwenda kusoma degree nataka kuitumia wapi? Tukibakia katika kipengele hicho, tuanze na Dr. Ayubu alafu Dr. Masabo alafu baadaye tutakwenda kwake Ayubu. Karibu. Asante sana. Na miongoni mwa changamoto tulizonazo Tanzania huwa ni takwimu. Kwamba mpaka sasa hivi hatuna takwimu za kujua waliomaliza vyuo vikuu wako wapi, wanafanya nini. Hatuna takwimu zinazoeleza waliomaliza VETA wako wapi, wanafanya nini. Tatizo la ajira Tanzania, ni lazima tukiri, ni tatizo ambalo limekuja kuwa gumu baada ya mwaka 2015. Kipindi cha Rais Jakaya Kikwete, nakumbuka watu wote waliokuwa wanamaliza sekondari walimu walikuwa wanaajiriwa wote. Watu waliokuwa wanamaliza kozi za utabibu walikuwa wanaajiriwa wote. Na duniani kote tunaambiwa, ukitaka kujua tatizo la ajira katika nchi fulani, ukishaona kada ambazo zinahitajika kwa wingi zimekosa ajira, basi jua nchi hiyo ina tatizo. Leo hii tuna walimu wengi mtaani, tuna madaktari na matabibu wengi mtaani. Sio kwamba hospitali zetu zimejaa madaktari, sio kwamba shule zetu zina walimu wa kutosha. Hasha,
Nadhani tu ni kwamba labda serikali kwa sasa haina uwezo wa kuajiri, na changamoto ya hizi taaluma nyingi zinaenda kwenye taasisi ambazo zinamilikiwa na serikali. Sasa ukimuuliza, labda angetuambia, ndio swali nilosema la kwanza kwamba watuambie, je, ni watu wangapi waliosoma VETA wamefanikiwa kujiajiri? Kwamba labda tumefundisha watu VETA 3,000,000, labda 2,000,000 wamejiajiri. Hawa tunaosikia watu wa degree waliokosa kujiajiri ni watu ambao hususan jopo kubwa ni la walimu. Na tatizo lake lilikuwa nini? Baada ya mwaka 2005 kulikuwa na hoja ya upungufu wa walimu. Kwa kila chuo Tanzania kilianzisha, karibia kila chuo kilianzisha program ya walimu. Kwa tukazalisha walimu wengi bila kujua tunawapeleka wapi. Na ndio hili tatizo tulilonalo leo. Kwa sababu watu, sekta ya walimu na afya zina watumishi wengi ambao wameshindwa kujua wanaenda wapi. Sekta nyingine, kwa mfano sheria, huwa ina huruka ya kumwandaa mtu kujua kwamba akimaliza sheria lazima afanye shughuli binafsi. Kuna taaluma nyingi ukishazifanya, mfano mwandishi wa habari, ukisoma huwezi kusoma alafu kawaza kwamba kuna siku serikali taajiri waandishi wa habari wote. Ina huruka ya kukuandaa kwamba mimi nikishamaliza uandishi wa habari, ujuzi wangu ni lazima niutumie either kwa kuwa freelance journalist au kwa kuanza kufanya shughuli ndogo ndogo kama hawa wengine walioamua kujiendeleza katika hii television za kwenye mitandao. Wengi wao ni watu waliosoma kozi kama za uandishi wa habari, wameamua kujiendeleza kule. Kwa hiyo tutofautishe hizi taaluma. Kuna taaluma inayokuandaa kujiajiri, kuna taaluma ambayo ukisema mtu ajiajiri, kwa mfano mwalimu ukisema ajiajiri afanye nini? Hawana tunga mitihani, hawana jibia wanafunzi mitihani? Hapana, ni taaluma ambayo inahitaji mtu awe maeneo mahususi ili aweze kutoa huduma yake aliyoandaliwa. Sawa, asante sana mwadhili. Turudi kwake Ayubu. Naam, nafikiri siko mbali sana na mhadhiri kama ambavyo tumeweza kuona, na bahati nzuri amenikumbusha kwenye takwimu muhimu sana. Ukitizama ni kweli kelele nyingi zilipigwa 2005 kuhusiana na changamoto ya ajira, na sehemu kubwa ni katika kada ya ualimu. Lakini na wengi walikwenda kipindi hicho wakasoma katika kada hii ya ualimu wakiwa wana imani, kwa maana ukimaliza kusoma ualimu unaingia moja kwa moja kwenye ajira, na hili lilikuwa linaonekana kabisa hivyo. Ulikuwa ukimaliza kusoma kwenye sekta ya afya, nursing, unaingia moja kwa moja kwenye ajira. 2015 utaratibu ukaenda, nafikiri ndipo ulipokwenda sasa kuanza utofauti kidogo, ikawa ni changamoto mpaka tukaja sasa hivi unaambiwa nafasi za ajira ya ualimu zinakuwa applied kama vile ambavyo mtu anakwenda kuomba nafasi nyingineo. Na ndio pale sasa inapofikia hatua kwamba nafikiri kelele nyingi pia zilikuja kwamba kama mtu amesoma vipi, mpaka ikatokea hoja nyingine watu wawe na leseni sasa kama madaktari, kwa maana mtu ataajiriwa kutokana na leseni yake ya walimu. Na nafikiri kipindi hiki pia 2015 mpaka kufika 2023 hapo katikati ndio pale walipokwenda kuambiwa pia na sifa za ualimu zikaenda zikabadilika, na wengine wakalazimika kwenda kusoma ili waongeze taaluma waliokuwa nayo katika ule muendelezo. Na mwisho siku ndio hawa walioongeza taaluma zao ambao wengine wamepiga hiyo hatua, wana hizo degree ambazo wanatakiwa waende hivi. Sasa bado kuna changamoto sana. Yaani mimi nafikiri swala la kauli ya waziri mkuu kwamba watu waende VETA, kuna haja pia watu walibadilishie mtazamo, yani wazazi kukaa na watoto wao, jamii kukaa na vijana wao, walibadilishie mtazamo, kwa maana labda itumike kama fursa. Lakini sasa tunaendelea kujiuliza pia kwamba kama huyu mtu ameshindikana kuajiriwa akiwa na degree, ataenda kuajiriwa akiwa na certificate? Yani hapa mimi bado ndipo ambapo pananipa changamoto sana. Na ni nani atakayekubali sasa kwamba ana degree yake alafu atoke aende akatafute certificate? Sasa bado changamoto ni kubwa sana. Okay. Na kiasi ambacho tunachotakiwa kukifanya, mimi nafikiri tuwaache ambao wameamua kupita kwenye mfumo wa elimu ya ufundi wapite, kwa sababu na wenyewe pia wanapita humo na tunakuja kupata maengineer, kwa sababu watu wanaenda kwenye level 1, level 2, level 3 mpaka level 6, level 7, ambao watu wanaenda huko mpaka kufika kwenye hizo degree. Sasa je, na huyu naye ambaye amepata degree ya ufundi arudi tena VETA kwenda kutafuta tena certificate nyingine ama inakuwaje? Mimi hapa nafikiri suluhisho ni watu kubaki kwenye nafasi zao ambazo watahakikisha basi kila mmoja aajiriwe kwenye position yake. Sawa, asante. Na kama ambavyo
Naam. Ndio. Asante Ayubu kwa ulichokizungumza. Sam, tumalizie una swali moja hapo ili tumpe nafasi pia msikilizaji. Sawa, ili swali litakwenda kwa dakika 2 ama dakika 1 kwa Ayubu pamoja na Dr. Masabo. Ayubu, kwa yote haya ambayo tumeyazungumza kuanzia mwanzoni, na Dr. Masabo shukrani kwake ametupitisha katika taarifa ama takwimu mbalimbali za miaka ya nyuma iliyopita na akatuleta mpaka hivi sasa. Kwa nini iwe sasa haya matamko ya viongozi wa kisiasa waweze kuyatoa sasa hivi na haikutoka miaka 2 ama mwaka 1 ama miaka 3 iliyopita? Kwa nini iwe sasa? Tuanze na Ayubu. Asante. Tunaweza tukautizama katika mtazamo chanya kama ambavyo nimesema. Tuende tutizame katika mapinduzi ya kiuchumi katika sekta hizi za elimu ya ufundi. Tunaposema mapinduzi ya kiuchumi, kwa maana basi walau kila mwananchi, kila mwanajamii awe ana kazi ambayo anajaribu kuifanya kwa mikono yake pasipo kutegemea ajira kutoka serikalini. Lakini kama ni mapinduzi hayo ya kiuchumi ambayo tunajaribu kuyatizama hususan katika elimu hii ya ufundi, lakini pia sasa tuiombe serikali, kama nia ndiyo iko hivyo, irahisishe basi upatikanaji wa vitendea kazi. Isiwe kama mtu ameshamaliza kusoma ufundi umeme, halafu kwenye mchakato wa kwanza huyu mtu kujisimamia imara inakuwa changamoto, kwa sababu tumeona baadhi ya vijana ambao wamepata ujuzi wameanzisha vitu vyao, lakini baadaye wanakuja kupata changamoto kubwa sana katika upatikanaji wa vibali. Tumeona aliyeunda bajaji yule, kama sijakosea, mkoani Arusha, lakini hata wakati anatafuta bajaji vipingamizi vinakuwa usajili, vipingamizi vinakuwa vingi, iwe chassis number, iwe sijui vipimo vya bajaji ya India na bajaji yako vya Tanzania mbona vinatofautiana. Sasa hivi vitu vyote ndio watu wanafikia hatua wanaiona wakati mwingine kwamba hata kumbe nikienda kusoma elimu ya ufundi bado nikirudi huku changamoto zinakuwa ziko nyingi zaidi. Sasa ili tuondokane na hilo, tuichukulie kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, turudi katika position ya kuhakikisha kila jambo linakaa sawa, lakini pia waweke wepesi wa upatikanaji wa vile vifaa baada ya elimu ya ufundi. Isiwe mtu atakuja kutengeneza transformer alafu anaulizwa kibali umetoa wapi, kunaanza kuingia katika urasimu mwingine. Sawa, tuondoka Dr. Masabo kwa dakika 1 tu kabla hujawaruhusu wasikilizaji. Asante. Mimi kauli hii naiuliza kwamba kwa nini sasa? Lazima tujue huu ni mwaka wa uchaguzi na changamoto ya ajira ni hoja ya wananchi. Kwa lazima tuitafutie majibu mapema. Kwa mimi naona ni kama namna ya kujibu hoja ya wananchi ya ukosefu wa ajira. Ya pili ni kwamba tuna changamoto ya utambuzi wa mtu asome nini na wakati gani. Hiki ndio kinachotukumba kwamba watoto wetu tunawalazimisha wakati fulani kusoma vitu ambavyo haviendani na huruka zao. Sasa nadhani tufikirie namna ya kuwezesha mtu anayetaka kuwa fundi aanze mapema na aendelee, tusimchukulie muda wake mwingi kumpeleka kusoma degree. Kwa kufanya hivyo tunaweza kuokoa watu wanaoenda vyuoni kwa kulazimika au kwa kulazimishwa, na baadaye watu wakaamua kufanya shughuli zao mapema na hivyo wakaweza kuzifanya kwa ufanisi zaidi. Shukrani sana Dr. Masabo. Asante sana Dr. Masabo. Kunasema kwamba kuna tofauti kati ya ujuzi na ajira. Naelewa kuna mtu anaenda kula anachukua degree yake, kuna fani nyingine ama taaluma nyingine ambazo kwenye kujiajiri inakuwa ni mtihani. Ametolea mfano ualimu. Amesoma degree yake ualimu, unaona? Kwa atunga mitihani. Kwa hiyo akafanya nini? Akatunge mitihani, akawasaidia wanafunzi kufundisha tuition na nini, unaona? Ubunifu. Sasa yani kuna vitu vingi hapa, kwa hiyo tupate pia mtazamo kwa wasikilizaji,